Ninakukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Na niko na imani ya kwamba Bwana amekuweka hai na uzima tangu juzi tulipokuwa na wewe kwenye hizi mitandao. Na nashukuru Bwana kwa ajili ya maisha yako na ubari huu amekufikisha na ubari huu amenifikisha ndio tuweze kushiriki neno lake siku ya leo. Niko na imani ya kwamba maneno yale nitakayoongea yataleta faida. Kwa wale ambao tunakutana mara ya kwanza, ninaitwa Pastor Raphael na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninahudumu na kanisa la CFF na Bwana amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Nataka tuombe ndio tuweze kuingia kwa neno na tutabarikiwa pamoja. Baba, kwa utukufu wako katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa uzima na uhai na baraka ambazo umeashiria katika maisha yetu na hata kutufikisha ubari huu. Niko na imani kubwa na wewe ya kwamba tuko hai kwa ruhusa ya kwako na kwa niaba ya kwako, na ili tuweze kutekeleza wajibu wako. Na sasa siku ya leo umetushirikisha tena pamoja na mtazamaji ndio tuweze kushiriki hili neno. Niko na imani ya kwamba litasaidia kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako, na kwa hivyo tunaomba Roho wako Mtakatifu achukue usukani, na ni kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, jioni ya leo nataka nikuletee neno ambalo Bwana amenipatia linalohusiana na msaada wakati wa mahitaji. Bwana akiwa msaada wako wakati uko na mahitaji. Na ni vizuri tuseme ya kwamba katika uso wa dunia mwanadamu ako na mahitaji ya aina mingi, na haya mahitaji mengine uko na uwezo ya kuyabeba, wengine ni mazito kuliko uwezo wako. Lakini changamoto huwa zinakuta wanadamu. Nimeona mtu ambaye amefungwa jela kimakosa, ambayo ni kuwekelewa aliwekelewa na mwisho akajikuta kwa jela. Na mtu kama yule kuregesha kesi ya pili inachukua muda mrefu. Na hata ukiregesha hauna garantii ya kwamba utaashiriwa. Lakini unakuta hali kama ile Mungu anaingilia kati, maana kuna sehemu ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Changamoto yetu kubwa katika haya maisha ni wakati tunaignore, tunaweka Mungu nje, ama tunaonekana kwamba hatumhitaji, ama ya kwamba tunaweza jaribu kwa bidii zetu na msaada wetu. Na ni vizuri nikwambie ya kwamba kuna mtu anafanya biashara, na kama Bwana hata kusaidia hiyo biashara haiwezi ikasimama. Kuna mtu ambaye anatafuta watoto, maana anahitaji mtoto, na kama Mungu hajaweza kukusaidia ni kusema jambo hilo linaweza kuwa gumu. Kuna mtu ambaye anatafuta kazi, ambaye Mungu kama hata kusaidia jambo hilo litakuwa gumu kwako. Na kwa hivyo kuna watu ama kuna wakati katika maandiko watu waliona ya kwamba hawana njia nyingine, ni Mungu peke yake anaweza wasaidia. Na ni vizuri tuelewane ya kwamba maandiko inasema ya kwamba wakati walinzi wanalinda mji na Bwana hayuko, ile kazi wanafanya ni kazi ya bure. Maandiko inasema ya kwamba wakati wajenzi wanajenga nyumba na Bwana akiwa hayuko wanafanya kazi ya bure. Na kwa hivyo kuna watu kwa maandiko wamekutana na hali gumu, ambao wengine Bwana alikosa kuwasaidia na maisha yao haikuenda mzuri. Nikikupa mfano, kitabu cha Esther kikianza kinaelezea wakati Israeli kuliingia njaa, na mzee mmoja na jamii yake, mzee anaitwa Elimelech, akaambia mkewe Naomi ya kwamba wahame na waende katika mji wa Moabi mpaka wakati njaa itakapoondoka nchi ya Israeli. Na walipoenda nchi ya Moabi, kilichotokezea wakiwa Moabi ni ya kwamba Naomi akapoteza mumewe Elimelech na akapoteza vijana wake wawili, Mahlon na Kilion. Na kwa hivyo yule mama alienda Moabi akiwa na watu watatu wa kiume, na alirudi kwao wakiwa hana mmoja wa kiume. Na mtu kama yule alikuwa na ushungu mingi, maana siku yake ya kurudi wanawake wa Israeli walikuwa nauliza, na ule ni Naomi anakuja? Alipofika kwao akasema ya kwamba hapana, msiniite Naomi, muniite Mara, meaning muniite ushungu. Na anasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana Mungu mwenyewe amefanya nisikie huyo ushungu. Meaning Naomi alikuwa anatarajia kwamba akifika katika mji wa Moabi Mungu ataweka ukuta katika maisha yake, na ili hali akakuta hiyo ukuta haiko. Maisha yetu kuna ukuta Mungu anawekeanga watu, na akiondoa hiyo ukuta, misaada yote ambayo huwa tunahitaji katika maisha hatuwezi ipata.
Tizama maisha ya mtu ambaye anaitwa Ayubu. Maandiko inasema ya kwamba siku moja shetani akawa anaenda mbinguni wakati watoto wa Mungu walikuwa wameitwa. Na shetani akaulizwa na Mungu, umetoka wapi na wewe ukatokezea pamoja na watoto wangu? Akasema, nimetoka duniani kutembea. Na Mungu akamuuliza, na umenionea mjakazi wangu, umenionea mwanangu, umenionea mtu wangu ambaye anaitwa Ayubu? Shetani alijibu ya kwamba yupo, lakini changamoto iliyoko ni ya kwamba ni wewe umemwekea ukuta. Meaning, katika haya maisha kuna watu Mungu anawekea ukuta. Ukuta ikiondolewa, maisha yetu inasabaratika, maisha yetu inakuwa na ugumu, maisha yetu inakuwa na shida. Na ni vizuri tukubaliane ya kwamba kuna changamoto ambayo katika haya maisha mwanadamu hawezi kuzitatua peke yake. Unahitaji mkono wa Mungu. Maandiko inasema katika kitabu cha Zaburi 121, Psalms 121 and verse 1. Ningeomba unipatie Biblia ya Kiswahili. Psalms 121 and verse 1, Biblia inasema, na yainua macho yangu nitazame vilima, msaada wangu kutoka wapi? Huyu ni mtu ambaye ako na shida. Anasema sasa anafungua macho yake na ayainue atizame kule milimani, na anauliza, kwani msaada wangu unatoka wapi? Verse 2 anasema ya kwamba msaada wangu hutoka kwa Bwana muumba wa mbingu na dunia. Huyu ni mtu ambaye hafanyi guesswork. Anaelewa msaada wake huo unatoka wapi. Na ni vizuri ni kuelezea maneno haya. Mungu katika uso wa dunia anapoangalia wanadamu, kuna wakati anashangaa ni nini huwa inafanyika. Maana wakati watu wamesukumwa na aina fulani ya shida, mara mingi huwa tunatetea ama tunaangazia macho yetu kwa wanadamu. Mimi ninajua ya kwamba kuna wakati ushaipatana na shida na macho yako ikaondoka kwa Mungu, ukaangalia mwalimu, ukajua mwalimu hapa ni wewe, utanisaidia kwa huyu mtoto. Na ukweli katika njia moja ama njia nyingine mtoto wako akaperform. Hata wakati mwingine unamhamisha shule, unampeleka shule nyingine na unaona kama msaada wako utapatikana. Mimi naamini kuna wakati ambapo ulikuwa na shida ya pesa na ukaangalia ukashindwa, sasa kulingana ile hoja niko nayo, hii shida nitatatua namna gani? Na mwishowe ukakuta ya kwamba kuna mtu amekuingilia kati akakusaidia na pesa, ama yule mtu ulikuwa unatarajia atakusaidia amekosa kabisa kukusaidia, mpaka unashindwa, na si huyu mtu ni rafiki yangu, si tuko na uhusiano, mbona amefika katika hii level ya kuniashiria hivi? Ni kwa sababu imeandikwa kwa maandiko, mtegemea mwanadamu amelaaniwa. Kuna wakati umetegemea hata ile pesa ambayo maybe uko nayo, umeshikwa na hatia na polisi ama na serikali ama katika njia moja ama nyingine, na alafu ukasema ya kwamba niko na pesa, ninajua pesa yangu itanitetea. Ukweli ilikutetea, na maybe haukufugwa na pia ukaashiriwa, lakini reality ni hii, umeondoa Mungu katika nafasi fulani katika maisha yako. Maana ukitegemea msaada wa pesa, mara mingi itakusaidia. Kuna situation katika haya maisha pesa haina uwezo. Kuna hali katika haya maisha pesa haiwezi kuingilia kukusaidia. Ninaongea hivi ndivyo uweze kuangazia macho yako kama mwandishi wa Psalms. Macho yako yaangazie juu mbinguni, mahali msaada wako huwa unatoka. Maana tusipoangazia juu mbinguni mahali msaada wetu huwa unatoka, ama tukizoea kusaidiwa sana, umesaidiwa mara hii na baba mzazi, umesaidiwa mara hii na mchungaji wako, umesaidiwa mara hii na rafiki yako, umesaidiwa mara hii na pesa ambayo ulikuwa nayo mkononi, umesaidiwa mara hii na urembo, umesaidiwa mara hii na connection ambazo uko nazo na watu, itafika level katika maisha yako ukose nafasi ya Mungu. Na ukikosa nafasi ya Mungu, hautatizama tena msaada kutoka kwa Mungu. Na mimi ninakuongelesha siku ya leo, hata kama watu wengine wako na uwezo wa kukusaidia, ila msaada mzuri unaweza pata na ufanya maisha yako ibadilike na ikuwe dhabiti, ni msaada wa kutoka kwa Mungu. Na ni vizuri kuambia maneno haya. Wakati mmoja Israeli, sio Israeli, kule Babylon kukaingia shida. Na wakati huo kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Haman, ambaye alipanga Wayahudi wote walioko huko wauawe.
na alipanga kwa sababu kuna mtu anaitwa Mordekai ambaye ni watchman kwa gate. Watu wale wengine wakipita na wanainamia Haman, Mordekai hainami, anakataa kumuinamia. Jambo hilo likaigiza ushungu katika moyo wa Haman, na akasema ya kwamba atafanya jambo ambalo ni kubwa. Akapanga taifa nzima wa Israeli wale wakakula wauawe kwa sababu mtu mmoja amekataa kumuinamia. Na barua zikasainiwa na mfalme na zikapelekwa kila mahali ya kwamba hao watu wauawe kama hawainami mbele ya Haman. Situation kama hiyo ilipopata mtu ambaye anaitwa Mordekai, alilia sana na akatafuta Mungu. Kuna situation katika maisha ambayo ni Mungu tu ana uwezo wa kukusaidia. Kuna situation katika maisha ambao watu wale unajua na connection ambazo uko nazo hazina mtu mwingine anaweza kukusaidia. Na ndipo ninakuomba siku ya leo kwa neema na kwa rehema ya Mwenyezi Mungu ya kwamba utafute mahali katika moyo wako, uweke Bwana kama msaada wa karibu, uweke Bwana kama form ya msaada. Maana barua imesainiwa na mfalme na inasema Wayahudi wote wauawe. Na inaposema Wayahudi wote wauawe, elewa ya kwamba hawa watu hawako kwao, na kwa hivyo ni wanahitaji mkono wa Bwana uwasaidie. Na kwa hivyo ilibidi wafuga kukula na kukunywa, na akatumania Esther, alikuwa kwa Paras, akamwambia huenda Mungu alikuweka kwa ajili ya wakati kama huu. Ni vizuri uendee mbele ya mfalme uombe awe radhi na sisi aweze kutusaidia ya kwamba tusije tukaagamizwa. Esther naye akaogopa kwenda kwa mfalme. Mordekai alimwambia huenda hujui kama ulioko kwenye hii kiti kwa sababu ya wakati kama huu, na ya kwamba ile jambo linalokupasa kuanzia sasa ni uende mbele ya Mwenyezi mfalme. Na Esther mwisho akasema ya kwamba nitaenda mbele zake liwalo liwe liwalo. Nataka nikwambie hivi, Esther kwenda mbele ya mfalme, na sheria za huko zilikuwa zinasema ukijipeleka kabla haujaitwa unafaa kuuawa. Na Esther akaamua kwenda. Ni kumaanisha ya kwamba alikuwa anahitaji mkono wa Mungu peke yake uweze kuingilia kati. Kuna hali katika haya maisha, pesa yako haitakusaidia, watu wale unajua na wao hawatakusaidia, unahitaji mkono wa Mungu. Lakini mkono wa Mungu mtu hujifunza mapema kuhusisha Mungu kwenye mambo ya kwake. Usihusike wakati dalili zote zinaonyeshana ya kwamba it is not possible. Dalili zote ya kwamba umeexhaust your human options. Ni vizuri kujuana na Mungu mapema. Kujuana na Mungu ni hivi, ni ya kwamba kama haujaokoka unaokoka, mnakuwa na ushirika na yeye. Ya kwamba kama tabia zako ni za kudhulumu watu, unabadilisha. Maana Mungu ni Mungu wa haki, anapenda watu wanatenda haki. Naye ukiwa mtu wa haki, siku ile utahitaji msaada ya Mungu utaipata. Kujuana na Mungu ni aina gani? Ni kuhakikisha ya kwamba wewe ni mtu ambaye anajiunganisha na maombi, ya kwamba ni kweli uko na pesa, uko na family, uko na kila kitu unahitaji, lakini sasa unahitaji Mungu kwenye misingi ya maombi. Na kwa hivyo unajitengeneza in such a way that you can pray for yourself and for your family. Hiyo ndio kuunganika na Mungu. Kuunganika na Mungu ni kusema ya kwamba ni kufuata sheria za Mungu vile Mungu ameziweka. Amesema remember the Sabbath day and make it holy. Ni kusema ya kwamba hauwezi ignore useme ati ya kwamba mimi sitaenda kanisa, ya kwamba mimi nimefika hivi nilivyo, hakuna haja kushinda nikangania na kanisa. Reality ni hii, we all need God. Na Mungu kuna watu wanasaidia sana. Hakuna mtu katika haya maisha hufika levels kama hajasaidiwa na Mungu. Atawala watu wako na connection kubwa katika haya maisha. Kuna mahali inafika connection inakuwa haiwezi fanya kazi. Kama huyu Mordekai alikuwa watchman na alikuwa amejiamini, lakini reality ni hii. Alifika level akaona ya kwamba hapa haina njia nyingine, ni Mungu peke yake anaweza nisaidia. Na ukweli walipofunga, Mungu wa mbinguni aliingilia kati. Biblia inasema hivyo wakati walikuwa huko Babylon, kuna mfalme mmoja alikaganywa na watu wake, na katika shughuli zake za utendakazi mfalme akapendezwa na mtu ambaye anaitwa Danieli, na alikuwa rafiki yake. Danieli alifanyika rafiki ya mfalme, na kwa hivyo wakati mmoja kukawa kuna shida, maana wale watu wanafanya kazi na Danieli wanasikia wivu kwa sababu yake, na wakamuigiria. Waliendea mfalme wakamwambia tusaini sheria inayosema ya kwamba uabudiwe wewe mfalme, na ni kwa muda wa siku 30 tu peke yake, sio siku mingi. Na mfalme akapitisha hiyo sheria, ila hakuwa anaelewa ya kwamba sheria inapitishwa kwa sababu ya Danieli.
na walikuwa wametafutia Danieli makosa kwa miezi ili watamshtaki nayo, wakakosa. Na kwa hivyo sasa wakapata binu inayohusiana na in fact walisema ya kwamba hakuna makosa ingine tunaweza pata Danieli nayo isipokuwa makosa inayohusiana na Mungu wake. Meaning Danieli alikuwa ametengeneza uhusiano na Mungu mpaka watu wanajua ya kwamba huyu mtu ako na uhusiano na Mungu. Ninakuomba mama ambaye unanitizama, tengeneza uhusiano na Mungu kwa ajili yako na watoto wako. Tengeneza uhusiano wako na Mungu kwa sababu yako na bwanako. Ninakuomba wewe mzee unanitizama siku ya leo, tengeneza uhusiano wako na Mungu kwa ajili ya jamii yako. Tengeneza uhusiano wako na Mungu kwa ajili ya familia yako, ya watoto wako na mke wako. Wakati Yesu alishikwa akiwa kwa safari ya kusulubiwa hiyo asubuhi, wanawake wa Yerusalemu waliona vile amepigwa viboko, vile ameteswa, vile amefanywa, wakalia machozi. Yesu alipowatizama akiwa kwa ushungu akasema, wanawake wa Yerusalemu, jililieni nyinyi na watoto wenu. Aliwatizama akiwa kwa ushungu akasema, wanawake wa Yerusalemu, mujililie nyinyi na watoto wenu. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha ya kwamba anawaambia tengenezeni uhusiano na Mungu ili aweze kuwasaidia yeye mwenyewe. Mimi mnanililia, ninajua nina uhusiano na yeye, lakini nyinyi nikiwatizama hamuna uhusiano na Mungu. Hivyo ndivyo anawaambia. Na kwa hivyo watu wale wana uhusiano na Mungu, Mungu huwasaidia. Sasa sheria ilipoandikwa na mfalme akasaini, aliletoa mashtaka. Baada ya kipindi kidogo tu akaambiwa, sasa mfalme, sikilizeni hii sheria na inasema hivi. Haya, kuna mtu katika hii serikali yako anaitwa Danieli amekataa kuitii. Na unajua mfalme, sheria za Medes na Persians haziwezi badilishwa. Kwa hivyo lazima Danieli awekwe kwenye shimo la simba. Na Biblia inasema ya kwamba mfalme, kwa sababu ya vile alikuwa anapenda Danieli, hakukula chakula the whole day. Alishida akiwa troubled, akijaribu kutafuta binu ya kumsaidia Danieli, ikashindikana. Hivi sasa tukubaliane, mfalme anatafuta binu ya kusaidia rafiki kwa nchi fulani, aliye na mamlaka ya juu zaidi ni mfalme. Hata kwa nchi ya Kenya, aliye na mamlaka ya juu zaidi ni His Excellency President Ruto. Huyo ndiye ako na mamlaka ya juu zaidi kwa nchi ya Kenya kwa saa hii na kwa wakati huu. Lakini reality ni hii, ako na mahali anafika hata yeye mwenyewe hawezi saidia rafiki yake. Hivyo ndivyo ilifanyika kwa huyu mfalme. Biblia inasema alisumbuka siku mzima akijaribu vile atasaidia Danieli, ikashindikana. Ilipofika jioni, Danieli akashikwa na akawekwa kwenye lile shimo lilikuwa na simba, na akafungiwa mahali pamoja na simba. Na asubuhi, mfalme asubuhi na mapema akakimbia, hakulala usingizi. Ndiye alikuwa mtu wa kwanza. Ile upendo aliyokuwa nayo ni kama ile upendo ya wanawake wa Yerusalemu. Yesu alipowekwa kwa kaburi, ndio walikuwa wa kwanza kwenda kwa kaburi asubuhi. Kwa hivyo hawakuwa wanajifanya wanampenda Yesu. Walikuwa wa kwanza kufika kwa kaburi, na especially Mary Magdalene, na akaambiwa ya kwamba na malaika hayuko kwa kaburi, amefufuka. Na huyu mfalme usiku mzima hakulala. Asubuhi na mapema ndiye alikuwa wa kwanza kwenda kuangalia Danieli kwa shimo. Na akaitana Danieli na anamuuliza, Mungu wako amekusaidia? Maana niliposhindwa kukusaidia, Mungu wako aliingilia kati akakusaidia. Kuna mambo katika haya maisha, hata kama unajuana na mfalme. Kuna mambo katika haya maisha, hata kama unajuana na nani. Kuna mambo katika haya maisha, hata kama uko na fedha kiwango gani, hakuna mtu aliye na uwezo wa kukusaidia. Mfalme alishindwa kusaidia Danieli, lakini Mungu wa Danieli alimsaidia, maana alifunga midomo ya simba. Mungu alikuwa na hiyo uwezo. Ninakwambia nini jioni ya leo? Ninakwambia kwamba kuna vitu ambazo hautaweza kuzifanya katika haya maisha mpaka ukuwe na uhusiano na Mungu. Na mkiwa na uhusiano na yeye, anafanyikaga msaada wakati wa hitaji. Hebu nikwambie ndugu ambaye unanisikiza na dada ambaye unanisikiza, kuna wakati unaendaga interview, unakuta ya kwamba watu wale wote wameenda katika hiyo interview wamepita mtihani,
Wewe umepita na wale wengine wamepita. In fact wengine mnafanya interview na wao, wanajuana na mtu huko ndani. Wewe ndiye haujui mtu. Wewe ndiye uko very green, hakuna mtu unajua. Na inafika level ya kwamba nyote mmepita, experience yenu imetoshana. Sasa ni nani atasaidia mwingine? Atakaye saidia mwingine ni yule ako na uhusiano na Mungu. Mungu ako na njia ya kusaidia watu wake. Mungu ako na njia ya kusaidia watu wake. Na watu wale maybe Mungu anatuma kusaidia watu wengine hawakai vile unatazamia ama vile unatarajia watakaa, hawafanani na ile sura unataka wakuwe nayo, lakini reality ni hii. Sitaki kuongea kuhusu misaada ile watu wanatumaniwa. Nataka niongee kwamba mtengeneze uhusiano na Mungu, afanyike msaada wakati wa hitaji. Maandiko inasema hivi in the book of Psalms 46 and verse 1. Mungu kwetu sisi ni kibirio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kuna wakati maisha ya mwanadamu inakuwa na mateso. Kuna wakati maisha yako inakuwa na hali gumu. Kuna wakati maisha yako inakaa things are not adding up. Kama ni watoto umezaa ndio, wamesoma ndio, hakuna mtoto ako na kazi. Kama ni family, uko na family ndio, lakini hakuna wakati mnasikizana na mke wako, mpaka ukiangalia haujui nini inafanyika. Kama ni kazi ambayo unafanya, umeifanya kwa bidii, lakini hata wale wamekuandika hawaoni bidii yako. In fact, hawana sababu yoyote kwa nini wakuongezea mshahara, na watu wengine wanaongezewa. Na ukweli bidii inafaa kukuuza uongezewe mshahara ama your smartness. Lakini sasa baada ya hizo zote unakuta ya kwamba hakuna kitu kinaweza fanyika, ili hali Mungu akifanyika msaada utasaidika ukweli. Mtu mwingine, story tulikuwa tunapewa mahali, akauliza afanyeje, maana kuna vitu ambazo mwanadamu anashindwa solution iko pande gani. Akasema ameoa mke miaka 10, na baada ya kuoa miaka 10 siku moja akaenda kufungua ile handbag ya mama. Alipoenda kuifungua akakuta misokoto miwili ya bangi, na ameoa huyo mama miaka 10. Kapata misokoto mbili ya bangi, akashtuka imeanguka kwa handbag ya mke wake, akairegesha. Na alipoiregesha hakuuliza mama kitu. Alafu akaja the following day, akaangalia ile handbag, akakuta ile misokoto miwili haiko. Sasa ikabidi akonfront mama, amwambie hii handbag jana niliangalia na ilikuwa na bagi misokoto miwili, na leo haiko, na haujaenda mahali, na tumekuwa na wewe katika hii nyumba hata hatujatoka. Sasa nataka uniambie ukweli mama, mke wangu wa miaka 10, kwani unavutaga bagi? Mama akakanakana kidogo, mwisho akamwambia ndio ninavuta. Sasa akamwambia lazima nikupeleke rehab, uachane na hii bagi. Mama akasema yeye haezi enda rehab. Mzee akamwambia basi lazima nikupeleke sijui hospitali ufanyiwe, akasema siendi hospitali. Akauliza mama, na hiyo miaka 10 mbona sijawahi jua? Mama akamwambia ndio nakaaga na tropical. Kuna wakati gani ushainiona nikiwa sina tropical? Kazi yake ni ya kupigana na hiyo harufu ya bagi, ndio usije ukajua. Sasa mama akamwambia mzee outright ya kwamba mimi siashi bangi na sitaasha. Na akamwambia nikiwa ninavuta ndio kichwa yangu inafikiriaga straight. Na hakuna mambo yangu naonaga nikifanya vibaya, maana kichwa yangu inakuwa straight, inawaza vizuri nikiwa nimevuta. Nikikosa kuvuta nakaa kuchanganyikiwa. Sasa na mama akasema haezi asha bangi. Sasa swali ni hili. Mzee anasema hataki kupea mke wake taraka, maana hakuna mambo ya kinyumbani ambayo ameharibu. Lakini in reality mama ni mvuta bangi na mzee ni wa kanisa. Sasa anashindwa hii itafanyikaje? Hataki kuasha mke kwa sababu ya bangi, mke amekataa kwenda rehab. Sasa solution iko wapi hapo? You need God there. Ni Mungu tu anaweza kuingilia kati aweze kuwa msaada wakati wa hitaji. Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kibirio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati mateso inaingia. Wana wa Israeli walikuwa wanateswa Misri na mfalme ambaye anaitwa Farao, akawa anawaingilia katika kila njia, anawatesa, anawafinyilia. Lakini ni Mungu peke yake alikuwa na uwezo wa kuja kupigana na Farao.
Maana hakuna mtu wao walikuwa wameacha nje ya Misri ati atakuja kuwapigania, ni Mungu peke yake. Kungekuwa na ndugu zao wako nje ya Misri, angekuwa na serikali na majeshi, angekuja kupigana Farao, lakini hawakuwa na mtu kama huyo. Hata wewe katika maisha yako kuna wakati unahitaji pesa kama shilingi milioni 1, milioni 2, milioni 3. Unaona ya kwamba nikichukua hiyo loan kwa benki nitateseka, hata furthermore benki wanaweza kosa kunipea, na shaga moto imekuja hiyo pesa. Wakati kama huo ni uhusiano wako na Mungu unakuwezesha, na Mungu huwa anasaidia watu. Ninakuelezea kwa maandiko, hivyo ndivyo uweze kuona vile Mungu anasaidia watu katika njia tofauti. Wakati wana wa Israeli walikuwa hawana mfalme, na Samueli ndiye alikuwa anakana wao kama mfalme. Biblia inasema wakati mmoja adui akaja kuwapangia vita, na akawa anapanga vile atawapiga. Reality ni hii, neno linasema ya kwamba Mungu alirusha mawe kutoka biguni. Sasa hiyo ni msaada. Hata Samueli hajui afanye nini, lakini reality ni ya kwamba mawe Mungu alirusha kutoka heaven, akaporomosha mawe Israeli, na iliporushwa mawe wana wa Israeli wakawa huru, ama adui akatoroka. Ni wakati Mungu amefanyika msaada. Kuna wakati wa Israeli walikosea Mungu na wakakosana na yeye, na ni wakati huo huo Eli alikuwa kuhani, na Biblia inasema ya kwamba walipoona wameshindwa vita, wakaendea sanduku la maagano. Sanduku la maagano lilikuwa lina ndilo Mungu anakaa ndani, maana lile sanduku lilikuwa na mana na fimbo ya Aroni na vitu na 10 commandments. Na kwa hivyo hiyo sanduku ya maagano Mungu hakuwa na yasha, alikuwa anakaa hapo ndani, wanajua hivyo. Na walipopeleka kwa kambi, Biblia inasema wakashangilia mpaka dunia ikashake, kukapata earthquake. Reality ni hii, hata kulipopata earthquake, reality ni ya kwamba adui aliwapiga bado. Meaning Mungu alikataa kuwasaidia. Mimi naomba ufanye Mungu msaada wako wa karibu. Unahitaji familia yako ikae vizuri, uganisha hiyo familia na Mungu. Ni msaada kwa wale wanajuana na yeye. Ni kazi unatafuta, uganikana na Mungu. Ni msaada, anapea kazi watu wale wanakaa karibu na yeye. Ni magonjwa imekulemea kwa family, tafuta Mungu. Kuna magonjwa hainaga dawa, lakini Mungu akona dawa yake. Ni mahali unakaa, you have hostile neighbors, kuna vile hauwezi wabadilisha. Majirani wanakuingilia, wanakukemea, wanakumistreat, wanakuibia kila wakati. Reality ni hii, you need God. Unahitaji Mungu katika haya maisha. Ni watoto wako wamekosa doa, hawaoleki na hawaoi, unahitaji msaada wa Mungu. Mungu akiingilia kati, hawa wasichana wataoleka na wataoa. Ni watoto wako hawana kazi, ni walevi, umejaribu bini yote kuwaongelesha, umewaitia makansula waachane na ulevi, waachane na pombe. Mungu ako na uwezo. Amini Mungu, amini Mungu na umfanye msaada wa karibu, atakusaidia. Daudi anasema hivi, nikimalizia, nilikuwa mdogo, sasa mimi ni mzee, sijawahi ona mwenye haki ameashwa, wala watoto wake kuombaomba mkate barabarani. Nikuashe na hii moja, kuwa mwenye haki na utafute Mungu akuwe msaada wako wa karibu. Kuna changamoto katika haya maisha hautawahi ziona, kuna vita hautawahi pigwa, kuna safari watu wanaenda mrefu ambao haina baraka, hautawahi enda hiyo safari. Kuna vitu natamani maishani, Mungu akifanyika msaada atazileta kwa maisha yako, na maisha yako itakuwa na utofauti. Asante na Mungu akubariki. Ninaitwa Mchungaji Raphael, nataka nikuombee. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu na neno ambalo tumeshiriki pamoja na yeye. Ninatangaza kibali chako na neema yako, nikiomba Yakobo msaidie na ukuwe msaada wake wa karibu katika haya maisha, ndipo aweze kupata ushindi kwa utukufu wako. Na mimi natangaza neema na rehema, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba. Amen. Ninakutangazia kwamba katika jina la Yesu maisha yako iponywe na usiteseke na magonjwa. Katika hiyo magonjwa inakusubua, Mungu afanyike msaada. Katika hiyo kazi unatafuta, ninakuombea kwamba Mungu afanyike msaada. Katika hiyo shughuli uko nayo, umejenga nyumba miaka 5 haijaisha, nyumba imekatalia mahali, na Mungu afanyike msaada. Umejaribu kuuza hiyo gari ndio uweze kujisaidia pande zingine, na hiyo gari imekataa kuuzika, na Mungu afanyike msaada. Maana Mungu akifanyika msaada itanunua ile bei ambayo huwezi fikiria inaweza uzwa. May God help you, may God be with you. Ninaitwa Pastor Raphael wa CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Na ningeomba Yakobo utusaidie kwa kutuma sadaka katika hii namba iko on your screen, 22218,
ili injili iweze kuendelea. Account number 7238#, na utabarikiwa na Bwana. May God bless you. May God be with you. Bye bye. Bye bye.